Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka, na upendo wako ni wa ajabu Bwana Jehova Jireh, wakati wowote tunapotenda kazi yako mtakatifu. Asante ni kwa sababu ya roho wako mtakatifu, yule atutiae nguvu kila usiku na mchana, na kutupa neema Bwana mfalme wa ajabu ya kutenda kazi yako kulingana na vile upendavyo. Siku ya leo Bwana Jehova Jireh, ninaomba ushirika wako Bwana pamoja na watu wako hapa Wendani TV. Jehova, ukaweze kuungamana vyema na tukaweze Bwana Jehova Jireh kuneneana mmoja kwa mwingine kulingana na vile upendavyo, na katika wingi wa utukufu wako Bwana Jehova Jireh, watu wako waweze kupokea kibali kile kimefichwa ndani ya neno lako Bwana Jehova Jireh, kumpitia mwanao wa pekee Kristo Yesu. Asante ni kwa sababu ulimfanya akaweza kutuzaa katika uzao wa umilele, akatutoa katika Bwana Jehova Jireh sehemu ile tulikuwa tumetupwa, akatuingiza katika pendo lako wewe Mungu kumpitia yeye, kwa sababu yeye ndiye upendo. Tunatukuza jina lake Bwana na tunakuinua Bwana mtakatifu. Ni kwa sababu siku ya leo Bwana watu wako watafunguliwa, watu wako watabarikiwa, watu wako wataponywa, watu wako watapokea Bwana Jehova Jireh, wataweza kuokolewa Bwana Jehova Jireh, watapokea salvation ile Bwana Jehova Jireh haikuji katika kazi ya mwanadamu, wala haikuji kwa sababu ya matendo mema tumeyatenda, ila Bwana Jehova Jireh tumeipokea kulingana Bwana mfalme wa ajabu na kuliamini neno lako na kutukuza Bwana Jehova Jireh mtakatifu. Neno la Bwana Kristo Yesu, katika lile neno ni kwa ajili neno linasema ya kwamba yeye ndiye ameandikiwa katika lile neno. Kutoka Genesis to Revelation tunamuona Kristo akitenda kazi katika nafasi hiyo. Asante ni kwa sababu neno lako linaendelea na kutuambia ya kwamba chochote yakijapandwa nawe Bwana Jehova Jireh mtakatifu kitaweza kung'olewa. So ninajua ya kwamba na ninaamini hali yoyote ile inaotenda kazi ndani yetu, roho wote yule Bwana ametusungukia upande wote ndio aweze kutukosesa kutambua na kuelewa mapenzi yako Bwana, ataondolewa na ataondolewa ndani yetu na maishani mwetu, ndio sisi wote tuweze kusimama katika neema ile Kristo alituletea hapa ulimwenguni na kutukuza wewe Bwana, nikijua ya kwamba kila ngome zote ziko chini ya miguu yetu, ni kwa ajili tuko ndani ya Kristo Yesu, na ninaamini ya kwamba matendo yako ya ajabu itaendelea kuonekana, kusikika na kutambulika kutokana nasi. Ni kwa sababu Bwana ulituachia roho wako mtakatifu ndio aweze kutuongoza. Uongozi wako ni wa ajabu, mafundisho yako ni ya ajabu, neno lako ni la ajabu, na utukufu wako Bwana Jehova Jireh umetufafanulia na kutufunulia mapenzi makuu ya pendo lako Bwana katika maisha yetu sisi. Pokea sifa na utukufu, na ninaamini kazi yote nitakaoifanya hapa Bwana sio mimi ila ni wewe kupitia roho wako mtakatifu, na neno lako litaweza kupokelewa na watu wako kwa uwezo, kwa nguvu na kwa mamlaka na kwa hekima. Ni kwa sababu ni kazi yako Bwana, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Ni kwa uwezo wa Bwana, ni kwa utukufu wa Bwana sisi tunaitwa watoto wake. Kwa pendo lake sisi ni wateule. Ametuteua na tukaweza kufika katika neema ile aliyotupangia kutoka mwanzo. Ninafurahia tu mapenzi ya Bwana. Mapenzi ya Bwana wakati wowote ndio ile inaotenda kulingana na vile Bwana apendavyo. Ninasikia kama sauti yetu iko sawa. Nasikia kama iko sawa. Bacha, yes. Sauti yetu iko sawa. Leo ni siku ingine ya Tuesday. Jana tulikuwa pamoja katika Wendani, leo tena tuko pamoja katika Wendani, na tutaweza kuyazungumzia yote yale Bwana ametuweza kutupangia. Last time tulisoma katika kitabu ya Colossians, na ninakumbuka tulianza Colossians 1 tulianzia 11. Siku ya leo nataka tusome tu hiyo Colossians 1 mstari wa 14 and 15, alafu tuendelee na yale mengine yote roho wa Bwana ataweza kutufunulia. Na ninapenda watu wa Mungu ne kuambia ya kwamba ati
Mambo mengi yale tuliyokuwa tumeyasikia hapo mbeleni yalikuwa hayana msingi mwema katika maisha yetu ya rohoni, lakini wakati ule mtu anayetamani kuingia katika neema ile haina mwisho, na ndio ile inazungumzia kumhusu Christ Jesus, tuna neema kuu kuliko vile tulivyokuwa wakati wa mwanzo. So ninashukuru Bwana sana, na ninasema utukufu wa Bwana una wale wote walio katika katika mpango wa Bwana, katika uwezo wake wote. Wachani tuweze kufungua Biblia zetu, tukiwakaribisha marafiki wetu wote wale tunaotembea na wao katika uwezo huu na katika kazi hii ya Bwana. Tuweze kuwakaribisha waweze kuingia na tuweze kunena pendo la Bwana pamoja na wao, wakifanya wengi waweze kuwa pamoja nasi katika kazi hii ya Kristo Yesu. Ni kwa pendo lake sisi tunaitwa wateule. Bwana asifiwe. Tumeitwa wateule kwa sababu ya pendo lake. Nashukuru Bwana, ni kwa sababu ya hayo tumefika Colossians, katika kitabu ya Colossians Colossians 1:14. Na naendelea kutangaza our conference. Tutakuwa nayo katika mwezi wa 8, tarehe 21, 22 and 23, Friday, Saturday and Sunday. Na nafikiria sijakosea hizo dates, na itakuwa on Friday, Saturday and Sunday, siku wiki ya 3 mwezi wa 8 tutakuwa na hiyo conference. Na wakaribisha wote, na karibisha mayouth, mtu yeyote wa kutoka miaka 15 amekaribishwa, awe mwanaume, awe mwanamke, awe kijana, awe msichana, kuja tuweze kunena mapenzi ya Mungu katika wokovu. Tutakuwa na hiyo conference, na ndio tuweze kujua wokovu, watu wanaokolewa namna gani, na ni kwa nini tunaokolewa, na ni njia gani inatumika ndiye mtu aweze kuwa ameokolewa. Sio kuitwa altar call, na sio kupeana moyo wako kwa Kristo, na sio kwa sababu ya mateso mengi, shinda nyingi. Hapana, neno la Bwana halisemi hivyo. Linasema ya kwamba uchungu wa toba ule uleta uchungu wa Mungu, uchungu wa toba ile iletao wokovu. Hiyo ndio nataka tuweze kuiangalia, ndio tuweze kujua huu uchungu wa toba uletao wokovu wa Mungu ndani yetu tunaupokea namna gani. Nashukuru Bwana wangu na Yesu Kristo pamoja, kwa sababu ya kutufunulia mambo haya ya siri sana, ilikuwa imefichwa kutoka kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, lakini kwa sababu ya mwanae Kristo Yesu ametufafanulia yote, na tumeyatambua yote yale Bwana alipotupa tuweze kuikua katika uweza wake. Katika hiyo kitabu ya Colossians inanifurahisha sana ikituambia kwamba in whom we have redemption through his blood. In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Katika yeye nani? Kristo Yesu. Kristo Yesu ni nani? Kristo Yesu tukiangalia wakati tunapoangalia neno tunamuona kama mwana wa Mungu, lakini kwa kweli kabisa Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu kamili. Yesu ni Mungu kamili, na ni vile wakati alipokuja ulimwenguni alivaa mwili wa mwanadamu, ndio aweze kukamilika, yani tuweze aweze kuonyeshana mapenzi ya Mungu kumpitia yeye kwetu sisi
vile Mungu anavyotaka tuweze kuwa. Yesu Kristo akakuja ulimwenguni akiwa na mwili na hakutenda dhambi na hakujua dhambi, lakini aliwekelewa dhambi zetu. Kutoka utoto wake mpaka 33 years akawa katika ulimwengu akitenda kazi ya Mungu, akitenda kazi ya babaye, katika ukamilifu, katika uwezo wote, katika nguvu zote na katika imani ndani ya Baba. Hivyo ndivyo Yesu alikuja akauvaa mwili, ndio nasi tulio ndani ya ule mwili tuweze kujua ya kwamba tuna uwezo, tuna mamlaka, tuna nguvu, tuna kila kitu ndani ya Baba ya kutenda kazi ya Mungu katika uaminifu wote, kama vile Yesu alivyofanya hiyo kazi katika uaminifu na katika uwezo na katika mwongozo wa babaye. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo neno linaendelea kutuambia kwamba ambaye katika yeye tuna ukombozi, katika Kristo tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Tuna msamaha wa dhambi katika Kristo. Kumbuka ya kwamba sio Yesu aliweza kutenda ile dhambi. Yesu alikuja ulimwenguni akakuta ulimwengu ukiwa umejaa dhambi. Kulingana na neno la Bwana linatuambia ya kwamba katika kitabu ya tutarudi hapa katika kitabu ya Roman 3:23 inasema ya kwamba for all have sinned and come short of the glory of God. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kristo, kwa nini Kristo alikuja? Kwa sababu wanadamu wote walifanya dhambi na wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. For all have sinned and come short of the glory of God. Bwana asifiwe. Sisi wote tukaweza kuhesabiwa kuwa wenye haki, tukapoteza glory, tukapoteza yani hiyo glory na Kiswahili, tukapoteza hiyo glory ya Mungu. Kwa hivyo hakuna wakati tulionekana mwanadamu katika ulimwengu alionekana akiwa na huo utukufu wa Mungu ndani yetu ulituondokea. Na wakati ulipotuondokea, kwa upendo wa Mungu Baba, na ule upendo alikuwa ameupenda ulimwengu nao, akaona hata achilia kile alichokiumba cha dhamana. Wewe mtu wa Mungu ndio umeumbwa katika udhamana wa ajabu. Neno katika 2 Peter inatuambia kwamba tulinunuliwa kwa dhamana. Sisi ni watu wa bei. Katika hiyo 2 Peter chapter 1 chapter 2 paka na huko. Bwana asifiwe. Yani sisi ni watu wa dhamana. Tumenunuliwa kwa dhamana. Tumetoka dhamana. Sisi ni watu wamebatizwa na ubatizo usio wa kawaida. Ubatizo tumebatizwa nao sio wa maji, ila ubatizo ule ni wa Roho Mtakatifu, the Holy Ghost. Sisi tumebatizwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu, sio ubatizo ule John the Baptist alikuwa anabatiza watu wa Samaria na Judea na kule kwingine kote wa maji. John the Baptist mwenyewe akasema ya kwamba mimi nambatiza tu na maji, lakini atakaye kuja nyuma atambatiza na Roho na moto. Bwana asifiwe. Kristo Yesu yule mimi ninayeamini siku ya leo alitukuta sisi wote tukiwa tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Yeye akakuja katika ulimwengu akiwa katika ukamilifu wote. Alikuja katika ulimwengu akiwa katika ukamilifu wote.
Pendo lake yeye mwenyewe likawa pendo letu. Nguvu zake yeye mwenyewe zikawa nguvu zetu. Uwezo wake yeye mwenyewe ukawa uwezo wetu. Msamaha wa dhambi akaja ulimwenguni, akatupa ule msamaha wa dhambi. Ndani yetu tukawa watu waliokuwa na dhambi, but wakati alipokuja alitusamehe ile dhambi, tukaweza kuitwa wabarikiwa, tukaitwa wenye haki, tukaitwa tukafanywa kuwa perfect. Akituona yeye katika kiti chake cha enzi, akituona yeye katika mkono wa Baba wa kulia, mahali pale hata mimi na wewe umeamini upo. Sababu wakati wote tunapomwamini yeye, tumeingia katika familia ya Mungu, katika Kristo, ndani ya Kristo. Tunahesabiwa kuwa mmoja pamoja na Mungu kwa sababu ya kutambua na kuelewa, haleluya, ya kwamba Kristo ametenda kazi ya kutuokoa katika hali ya utumwa ule tulikuwa tumeuzwa ndani yake. Neno linasema tuliuzwa katika utumwa. Na wakati tulipouzwa, hatukuona mtu wa kututoa katika ule utumwa. Hatukuona mtu wa kutuhurumia atutoe katika ule utumwa. Hatukuona kitu. Hakuna jambo tulifanya tukaweza kujiokoa katika ule utumwa. Lakini Baba akiwa mbinguni akatuonea huruma kwa sababu ya upendo wake. Neno, hata wakati mimi ninahubiri, sisemi nilikuja kusoma na nikakuja kuelewa ya kwamba Yesu hakuja ulimwenguni ndio atusamehe dhambi. Yesu hakukuja ni kwa ajili ya kutusamehea dhambi, ati atusamehe tu. Lakini sikiliza vizuri, kwa sababu ninajua hapo nimeleta kitu kinaonekana kama ni confusion. Sababu hiyo ndio tunajua kabisa. Lakini hii nataka kukuambia, nataka uiangalie katika udani wa hiyo jambo Mungu aliyoifanya kumpitia mwanae. Ni kwa sababu katika kitabu ya John 3:16, kama vile Mungu aliupenda ulimwengu, so Mungu alifanya nini? Aliupenda ulimwengu. Ati tena Mungu alifanya nini? Alipenda ulimwengu. So alituma Christ kwa sababu ya nini? Ya upendo ulio ndani yake. Haleluya. Kwa sababu ya kutupenda akamtuma mwanae. Haleluya. Ndiye mwanae anje atuotoe katika dhambi. Kile kilikuwa kimesababisha upendo ule wa Bwana ukose kupenetrate ndani yetu. Kile kilikuwa kinazuilia penetration ya ile love ya God ndani yetu. Akamtuma mwana aje ulimwenguni, aje aweze kutoa, aje aweze kuondoa. Nashukuru Bwana Mungu wetu na Kristo Yesu sana, sababu wema wake na upendo wake wa Mungu imeonekana kumpitia mwanae. Upendo. Yesu alikuja ulimwenguni kureveal love of God upon us. Bwana asifiwe. Iguru rito Ngai ni ena wendo muingi muno iguru ritu. Ngai ena wendo muingi muno iguru ritu. Jesu agioka kuonania wendo cio wa ithe uria twendete naguo na njira ya gutwika atia kututoa katika utumwa wa dhambi. Kututoa katika utumwa wa dhambi. Kwa hivyo mimi naangalia, ninaona sio tu kwa sababu ya msamaha wa dhambi. Yesu alikuja kureveal the love of God in us. Bwana asifiwe. Upendo ule ametupenda nao, na ushirika ule alikuwa nao
na mwanadamu. Mahali ulipotea, Mungu hakutulia. Hakutulia kamwe, kama vile hakutulia wakati wa Adam and Eve. Hakukubali waendelee tu na ile na ule utumwa wa kishetani. Aliwatoa katika mkono wa yule mwovu, akawarudisha katika upande wake. Na sisi kwa sababu hayo yote tuliipata, Bwana akamtoa mwanae wa pekee akuje aonyeshane upendo ule anaotupenda nao, usio na mwisho. Upendo, mimi naonanga upendo usio na mwisho, upendo usio na kipimo. Upendo umeenda juu sana, upendo umeenda chini sana, upendo upande na upande umekuwa yani upana sana. Haleluya, haupimiki hata kidogo. Haupimiki. Hauwezi elezea. Hauwezi sema ni kilo ngapi, sababu haupimiki. Ni upendo hauna sababu yoyote. Bwana asifiwe. Ni upendo hauna sababu kitu chochote kiko na sababu, kina mwisho. Yesu Mungu alimtoa mwanae. Yani nikimpenda mwanangu kwa sababu hiyo sababu wakati itaondoka nitamchukia. Ama tukae katika nyumba watu wawili wasio na connection, wasio na mapatano. Mungu aliondoa sababu yoyote ya kumpenda mwanadamu, kwa sababu mwanadamu hangependeka. Mwanadamu alikuwa anajitoa mkononi mwa Mungu hadharani. Mwanadamu hangependeka. Hata leo mwanadamu hapendeki. Mungu alitupenda pasipo kitu chochote. Alituhurumia katika kitu chochote pasipo kitu chochote. Alitutenganisha na ulimwengu wa dhambi pasipo kitu chochote. Amemtuma mwanae afe intaroremone. Tumetoka nini? Uhai wa mtu. Mwanadamu ametoka uhai wa mtu. Bwana akasema katika kitabu ya Hebrews, sifurahishwi na sacrifices zile mnazonitolea. Asinifurahishi kamwe na offerings. Hizo offerings and sacrifices hasinifurahishi. Hiyo ni Hebrews 10 from 1 terebuka yote utaona. Sababu neno linasema hata wakati walipokuwa wametoa hizo sacrifices zote, hasikufanya yule ametolewa juu yake aweze kuokolewa. Haikumuokoa. Ilimuacha tu katika hali ya utumwa. Lakini huyu Yesu Kristo aliye mfano kamili wa Mungu. Wacha nisome hapo nimalize hiyo mstari wa 24. Tumesoma, for all have sinned and come short of the glory of God. Number 24. Being justified freely. Tumefanywa kuwa justified freely by his grace. Mahali popote grace iko, grace haina kitu yoyote ile inaweza sema ate hii ndio nilinunua grace nayo, hivi ndivyo nilifanya ndio nikapokea grace. Tulipewa, hata hatukuwako akifanya haya yote. Tumepokea tu kitu kimefanywa. Hallelujah. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ate wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Ukombozi uliokuwa umefichwa ndani ya Kristo Yesu. Ukombozi ule haugejulikana na mwanadamu.
Ukombozi ule haujulikani vile ulivyotufikia sisi. Na ndio tunaambiwa aminini huo ukombozi uliotoka ndani ya Kristo Yesu. Ati amini amekukomboa na hakuna kitu unaitiswa. Alitufanya hivyo tu freely. Freely, pasipo sadaka. Freely, pasipo offering. Freely, pasipo prayers. Freely, pasipo fasting. Freely, pasipo going to churches. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hivyo tu bure. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you my Lord. Wewe ni Mungu wa ajabu. Ate hivyo tu bure akanifanya. Hivyo tu bure akaniokoa. Hivyo tu bure akaniingiza katika ufalme wa Mungu. Mwana wa pekee. Upendo ulio ndani yake ukawa upendo wangu. Uzima ulio ndani yake ukawa uzima wangu. Please my dears. Uhoro uyu wa Ngai ti murito. Hii neno la Bwana si mzito. Ni kuamini tu, na nikitoka hapa nikihubiri, nitoke hapa nitaenda kukula nyama yangu. Nitaenda niweze hang out na my friends. Bwana asifiwe. Kile kinahitajika tu ni kuamini. Nitaenda nifanye biashara yangu. Na nifanye kufanya kule kunaitwa kufanya. Pasipo hukumu yoyote. Kwa sababu aliye ndani yangu. Neno linasema katika kitabu ya 1 John 3 ya kwamba aliye ndani yangu ni mkuu kuliko wale walio nje yangu. So aliye ndani yangu hawezi pingwa wala kuondolewa wala kusongwa na kitu chochote kile hakijatokana na yeye. Nani huyo aliye ndani yangu? Mungu mwenyewe kumpitia mwana. Yule alifanya alinikomboa kutokana na uwazi wa ulimwengu. Wacha tuangalie pamoja nawe ule mstari sikuwa nimesoma, ndio nisome mstari mwingine. Katika hiyo Colossians, katika hiyo kitabu ya Colossians, Colossians 1:14 and 15, tumesoma 14, sasa tunasoma 15. Inasema ya kwamba who is the image, our point ya our message. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza kwa viumbe vyote. Yeye Christ. Tukitoka hapo, yeye ndiye adhibitishaye, yeye ndiye aonyeshaye, yeye ndiye ana reveal the image of our God. Wacha tuangalie pamoja nawe katika kitabu ya Hebrews. Katika kitabu ya Hebrews 1 mstari wa 2, 1-2, had in these last days spoken unto us by his Son, whom he had appointed heir of all things, by whom also he made the world. Ebu kwanza, wacha tusome. Nimeanzia hapo, hata nikianzia 1 tuteremke mpaka mstari ule niko na haja nayo sana wa 3. Wacha nianzie hapo juu. God who at sundry times and in diverse manners
spoke in time past unto the fathers by the prophets. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Has these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed higher of all things, by whom also he made the world. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye alimfanya ulimwengu. Wacha tuone mstari wa 3. Huo ndio niko na haja nayo sana, kama vile nilivyokuwa na haja na mstari wa Colossians 1:15. Nayo hii inasemaje? 3. Who being the brightness of his glory and the express image of his passion, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Yeye ndiye mfano kamili. Bwana asifiwe. Yeye ndiye mfano kamili. Akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa mkuu huko juu. Yesu ndiye chapa kamili. Yesu ndiye mfano kamili. Yesu ndiye mng'ao wa vile Mungu alivyo. Kwa hivyo asubuhi ya leo nikisema namsikia Mungu, sio Mungu ninamsikia. Kupitia Christ ninamsikia Mungu. Kupitia Christ nimemuona Mungu. Yeye ndiye mng'ao kamili. Yeye ndiye chapa kamili. Chapa ya nafsi yake. Yesu Kristo ndiye moyo wa Mungu. Yesu Kristo ndiye anayefafanua. Well, that's time tulisema revelator. Yule anaye reveal. Yule anaye yani ameleta ufunuo ya kwamba vile Mungu alivyo, na kuonyesha vile Mungu anavyopenda. Kwa hivyo Yesu alisimama katika mfano wa Baba. Ati nikimuona Yesu nimemuona Baba. Nikimuomba Christ nimemuomba Baba. Nikisema Baba amenibariki, nasema Yesu amenibariki. Yesu amenibariki, Baba amenibariki. Sababu Yesu Kristo amesimama katika nafasi. Kuna wakati mwingine ninajikuta ninafaa kuwa mahali, lakini kuna jambo imetukia, sasa nakosa kwenda. Ninachukua mtu mmoja, ninamtuma kama mimi, na ninamwambia yale yote ataenda kuyafanya. Bwana asifiwe. Namtuma na mwambie na mwelekeza. Ni kama vile president. Kuna mambo mengi sana anayetuma mdogo wake ama mtu yeyote yule aende amsimamie. Wakati mtu yule ameenda pale,
haongei kwa yeye, anaongea kwa niaba ya mwingine, na anasimama kama huyo mwingine, ananena ya huyo mwingine. Yeye tu ni kujiita jina, lakini ako hapo ni kwa sababu ya huyo alimtuma. Hivyo ndivyo Yesu Kristo alikuja hapa ulimwenguni kufanya. Kwa sababu ya yule aliyemtuma ulimwenguni, alimtuma mwanae wa pekee aje ulimwenguni aweze kumdhibitisha, kumwonyeshana, kumsimamia kwetu sisi, ndio tuweze kumtambua yule aliyemtuma. Bwana asifiwe. Na ndio katika parables tunaona mambo mengi sana ya mtu mmoja alikuwa na shamba kubwa na akaipatia watu fulani, akawaachia kwa sababu alikuwa anaenda nchi ya mbali. Na wakati alipowaachia yeye akaenda, lakini walikuwa wamezungumziana ya kwamba kila mwisho wa mwezi kuna yale faida watakuwa wakiituma. Na mwezi wakati ulipokwisha, mwenye shamba alimtuma certain man akamtuma yule aliyekuwa akuja achukue ile faida ama ile malipo ya ile ya faida ya ile walikuwa wamesikizana waweze kutoa. Na wakati hiyo parable inapoendelea, neno linasema na kwamba walimpiga sana. Next month akatuma wengine. Nao hawa watu wenye walikuwa wamekomboleshwa ile shamba wakawapiga tena, hawakuwapatia ile faida. Mara nyingi akawa anafanya hivyo. Yeye hakukuja, but alikuwa anatuma wale alikuwa anaamua wamsimamie. Mwishowe akamtuma kijana wake, akasema kwa sababu huyu anamjua ni mtoto wangu, wanaweza kuogopa wakose kumfanya kitu, na ninajua watampa kile kinafaa. Wakati walipomuona wale walikuwa wamekomboa shamba, wakasema sasa mambo yote iko sawa. Huyu ndiye alikuwa alidhi hii shamba, na kwa sababu ni yeye, kile tutafanya, wakazungumza pamoja, kile tutafanya, huyu ni kuua, tutaua. Walimtandika, wakasema huyu tukimuondoa tutarithi hii shamba, tutarithi utajiri wote wa huyo mtu, na wakamuua. Bwana asifiwe. Ninaangalia parables ndani ya maandiko, zinanifundisha mambo ya ajabu sana. Vile mtu wa Mungu, neno limekuja usoni mwako, neno limekuja kwako, lakini lile neno haulitaki, unalipinga, yani hautaki hata kulisikia. Hata kama unataka kulisikia, haulifungulii moyo ndio liingie, hautaki litabulike kwako. Wewe unaliimba tu kama wimbo, halina msaada wowote. Usifikirie wewe sio mmoja wa wale waliua. Wewe ni mmoja wa wale walimuua, ati ndio uweze kurithi mambo ya ulimwengu. Kile kinafanya ni ulimwengu tupu. Walikuwa wanataka mali yake, na neno linasema ulimwengu una mwisho. Mbingu zitaboromoshwa, mbinguni kutakwisha, na ulimwengu kutakwisha. Kile kitaacho ni kile watu wamekataa, ni kile watu wanafananisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Ebu jiulize, wewe ni mmoja wa wale waliua mtoto wa tajiri yao ndio warithi mali ile ule kijana alikuwa agerithi? Watu walimuua Yesu ndio waweze kurithi ulimwengu, nao ulimwengu ukawakataa, hata kama walikuwa wana upendo kuu
Wakati walipokuwa wanamuua walisema kweli kabisa, huyu alikuwa mwana wa Mungu. Huyu ni mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Ebu chukua nafasi sahi. Jipatie nafasi katika mawazo yako, jiite mkutano, katika moyo wako jiite mkutano. Ujiulize, wewe wapinga neno wakati wote linapokuja kama vile waliokuwa wanawapiga wale wametumwa. Neno limetumwa kwako. Neno limekufikia. Neno linakuomba nikubali. Lakini mtu wa Mungu, umelipinga katika njia zote mpaka unapinga wale wanaolinena. Bwana asifiwe. Haleluya. Ebu jiulize, wakati huu ni wakati sio wakati wa kupeana moyo wako kwa Mungu, kwa sababu hata hauna moyo huo wa uzima wa kupeana. Na si wakati wa kujitoa, lakini ni wakati wa kuelewa na kutambua, huu ndio wakati wangu wa kulipokea neno lile ninalolisikia. Wakati wa Lazaro na tajiri alisema, mwambie Lazaro ateremke kule, aende aambie my brothers ya kwamba hell is real, waweze kugeuka. Naye Mungu akamwambia, hapana, haiwezekani. Kama hawasikii manabii wale nimewatuma kule, kama hausikii yule pastor ametumwa katika nafasi yako, hakuna kitu chochote kitatoka mbinguni kikuje ate kikiwa na mgurumo wala msukumo wala kitu chochote kile ate ndio uweze uamini. Kama uamini sasa hivi kile tunachokinena, umejinunulia mambo ya ulimwengu. My dear, neno linakwambia katika kitabu ya Revelation 1, nunua dawa ya macho yako. Na hiyo dawa ni nini? Ni neno. Hikoyo yugaga gura muthaiga wa gutuma maitho maku mahone wone wega. Bwana asifiwe. Please my dear, hauna jambo lolote lile utasimama nalo useme ya kwamba sikusikia, sikuona, hata sikutambua manabii. Manabii ni hawa watu unarusha. Unawaona kama hawana kitu wanafanya. Wale wameitwa na wametumwa na Mungu kwako, wanakuzungumzia juu ya kazi ya Kristo Yesu msalabani, vile alivyo teswa katika msalaba kwa ajili ya dhambi yako, na umeshikilia tu ile dhambi. Unageuza tu ile dhambi. Unafurahia tu ile dhambi. Yani unatazama mambo yani unaona kama ni kawaida. Hapana, sio kawaida mtu wa Mungu na kupenda. Hata kama haunipendi, penda kile ninachokinena. Hata kama haunipendi, penda kile ninachokinena. Kile ninachokinena si changu. Bwana asifiwe. Hata kama haupendi pastor wako, hata kama alikukosea, kubali lile neno analolihubiri kutoka kwa maandiko. Hilo linanena kumuhusu Christ. Lakini kama anahubiri nje ya Christ, ati anakuhubiria prosperity, anakuhubiria tu healing, anakuhubiria tu haya na yale mengine, lakini Kristo hayuko ndani, huyo sio mhubiri. Huyo ni businessman katika kanisa. Umesikia? Ameleta biashara kanisani yaweze kukuconfuse, uende nini akutolea mapepo. Kama wewe umeokoka hauna pepo. Pepo sina wale hawajaokolewa. Na Yesu alikuwa anazitoa kwa wale wote hata walikuwa makaburini.
na wakitolewa mapepo hayo wanamfuata wakiwa sawa. Akiwakuta katika nini wakiwa wagonjwa, akiwaponya yale magonjwa, wanamfuata. Bwana asifiwe. Sababu pepo zile zilikuwa zinawasumbua, ziliwaotoka. Ukiwa umeokolewa na mtumishi anajua wokovu, mwanadamu anafaa kuokoka namna gani katika Kristo na katika kazi ya Kristo, na ni kwa njia ya kuamini, si kwa njia ya kuitwa hata kwa kujeni hapa muokoe mpatie Mungu mioyo yenu. Hamuna moyo, hamuna uzima ndani yenu. Uzima, Yesu alikuja kwa wafu. Ephesians 2, Yesu alikuja kwa wafu, na wafu hawana uzima ndani yao. Ni kupewa wanapewa uzima. Hawana ukweli, ni kupewa wanapewa ukweli. Hawana furaha, ni kupewa wanapewa furaha. Hawaelewa, hawana hekima, ni kupewa wanapewa hekima. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana siku ya leo. Neno linaendelea kutuambia namna gani? Katika kitabu ya John 14:6 inasema John 14:6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Hakuna yeyote awezaye kufika kwa Baba kama hajapitia kwa Mwana. Usidanganyike. Yes. The only way to access the Father is in the Son. The only way to access to the Father is only Christ. Christ is the way. Bwana asifiwe. Christ is the way. Christ is the truth. Christ is the life. The way, truth, and life. Ukiingia ndani ya, ukimwamini, wacha niseme hivyo, kuamini. Ukimwamini, umepata njia. Umepata uzima. Na umepata ukweli. Hizo vitu tatu automatic inaingia ndani yako instant. Haina kitu ya kuipinga. Kumwamini hivyo, umekuwa mmoja pamoja na Mungu, sababu ya mwanae Kristo. Bwana asifiwe. Yesu akasema, I am the way, which is the life, that is the truth. Ati kwa Yesu kusema mimi ndiye njia, huo ndio ukweli kamili. Yesu kusema mimi ndiye njia, I'm the way, life, that is the truth. Usio niguo oma wonekaga thĩinĩ wa Kristo. Evidence yo neriku kaneriku akorwo nĩ ndĩrenda kuonania oma nyonanie Kristo. Evidence mimi najua ni Christ. No one access the Father outside the Christ. Hakuna hata mmoja awezaye kuonyeshana Baba nje ya Kristo. Hallelujah. So the Christ is the totality of the revelation of the Father. Christ is the totality. Christ the totality of the revelation of the Father. Hatuna ufunuo mwingine wowote. Yeye ndiye kila kitu ya kuonyeshana
kumhusu Baba. Ukweli wote umefichwa ndani ya Mwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo you cannot know the Father outside Christ. You cannot. Hauwezi mjua Baba nje ya Mwana. Kama unataka kumjua Baba, kuwa ndani ya Mwana. Mwana ndiye chapa kamili. Mwana ndiye mng'ao kamili. Hivyo ndivyo neno limetuambia. Express image. Yeye ndiye express image of God. Kwa hivyo kama unataka kumjua Mungu, hautamjua kwa kujisomea neno. Hautamjua kwa sababu ya kutoa dhabihu. Hautamjua kwa sababu wewe ni mmoja wa wale waibaji kanisani. Wimbo hautafanya uweze kumjua Mungu. Amini maandiko. Maandiko yale vuta wimbo, kwa sababu wimbo ni kuvuta ile maandiko imeandikwa. Unaivuta tu. Unastahili kuabudiwa. Neno linasema Bwana anastahili kuabudiwa. Na mimi naimba wimbo. Unastahili kuabudiwa. Yes, amini hilo neno. Sio uimbaji utaweza kukuokoa. Sio uimbaji utafanya uweze kumjua Mungu. Hapana, ni kuliamini neno ndani ya Kristo. Ni kuelewa Kristo ndiye express image. Ni kujua ya kwamba ati njia na uzima ndio ukweli kamili ndani ya Kristo. Haleluya, Bwana asifiwe. Na tena hawezi jua Christ except the Father reveals Jesus to you. Hawezi mjua Kristo. Wafanya kazi moja. Mungu Yesu anareveal God, na God naye anamreveal Christ. Anamfanya uweze kumjua, kumtambua. Wafanya kazi moja sababu ni mmoja. Christ is God, the real God. Haya ni mambo inahitajika mtu wa Mungu kuja kwa conference. Kuja katika conference. Haya mambo yote utaweza kuyatambua, na ukitaka kuuliza swali utaweza kuuliza na utajibiwa. Ndio uweze kuelewa wokovu ni nini. Wokovu si kwa sababu ya mateso. Wokovu si kwa sababu ya shida. Wokovu si kwa sababu nimebarikiwa, niko na pesa kwa bank, nimepata mtoto, nimepata mme, nimepata mke, sasa nitaokoka, nimetoshereka. Yesu ndoya gworiria mundu agacira. Sio wakati ate umekuwa sawa. Yesu ni kutoka utoto wako, kama vile tulisoma katika kitabu ya Timotheo. Kutoka utotoni mwake alimjua Bwana. Alijua Mungu. Alijua maandiko matakatifu ya Mungu. Alimjua Mungu kumpitia Christ. Paka akahesabiwa kuwa mkamilifu katika imani. Paul alimnena katika ukamilifu wote ndani yake. Katika kitabu ya Matthew 16, katika kitabu ya Matthew, oh yes, Matthew 16:17, Matthew 16:17 inasema, and Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but Father which is in heaven. Nimekuambia ni nani analiveal? Baba analiveal. Hallelujah. Mungu ndiye alireveal Christ in the heart of Peter.
Yesu ndiye God ndiye alireveal. Na Yesu akamwambia kabisa, ate Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simon Bar-Jona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Mtu yeyote yule hajaokolewa hawezi kutambua mambo ya mbinguni. Mambo ya mbinguni inatambulika kwa yeyote yule aliye ndani ya Kristo. Sababu Mungu amepata nafasi ya kupitia. Mungu ananinenea ni kwa ajili, na ninasikia kabisa huyu ni Mungu anayenena kupitia mwana. Wakati wote ninapolisoma neno, ufunuo unakuja katika upya. Kwa nini? Kwa sababu aliye ndani yangu ndiye ufunuo. Kristo Yesu mwenyewe ndiye ufunuo. Yeyote aliye na Kristo ndani yake ako na ufunuo kamili ndani yake. Na ule ufunuo unaupokea ni kwa ajili kunaye yule anayepeana ule ufunuo kumpitia aliye ndani yako. Haleluya. Niwa ndo mathia makanitha-ini magathi makaragũrĩrwo maũndũ maingĩ. Watu wanaenda wanaragũrĩrwo hivi, wanaragũrĩrwo vile, na yote haileti bidii yoyote katika maisha yao. Wacha nikuambie, sisi tunakunenea wale wanaokunenea ndani ya Kristo. Kwanza, wacha niseme kabisa, hawadiru na mwili. Ukweli ni kwamba hata saa hii na kunenea sidiru na mwili wowote ule ate ndio upate afya. Kwanza na diru na your heart. Neno likasema katika kitabu ya Mathayo, kwanza shughulikieni mioyo yenu. Hatukuambiwa tushughulikie mili. Osha kikombe na ndani. Hii kikombe, Bwana asifiwe. Siambiwi kwanza nioshe na huku kionekane kitamu, lakini ndani ni bolea. Kwanza nishughulikie kule ndani. Ndani kikiwa kisafi, juu kitakuwa katika usawa wake. Haleluya. Hata juu inajitayarisha wakati ninapoosha ndani. Inajitayarisha na kuelewa. Kama vile anakimalizia ndani, juu kutakuwa katika sawa. Wakati neno la Bwana linapopeana kwako, halipeanwi kwanza likuponye nyama, mifupa. Hapana, kwanza linapeanwa liponye moyo wako. Sababu katika hali yoyote mwanadamu anayopitia katika machungu, yote inasababishwa na mioyo. Moyo wa mtu na akili za mtu. Wokovu, step ya kwanza ni kubadilishwa akili zako. Kubadilishwa your heart. Akili za moyo wako. Akili za moyo wako siweze kubadilishwa. Sikibadilishwa, utaweza kupokea wokovu kamili katika ile njia inayofaa kumtambua Mungu na kazi yake. Bwana asifiwe. Lakini watu wanahubiria watu ya mambo ya kwamba waende wakatolewe nini? Irishi. Wengine toeni mbegu ndio mponywe malaria. Wengine fenyeni hivi ndio mfanyiwe hivi. Mungu hakukuja kucheza hiyo karata. Mungu alikuja kudeal na heart. Christ anadeal na heart. Mioyo yetu ndio iko ndio imelogeka. Imelogwa ni mioyo.
Na moyo ukiwa umerogwa na mambo ya ulimwengu na akili zako na ulimwengu, mambo yale iliyo ulimwenguni, mtu wa Mungu, utajaribu kusema mimi niko na Kristo, lakini Kristo hatakuwa revealed ndani yako. Utasema uko na Mungu na hakuna kitu chochote kita reveal God in your heart. Kwa nini? Sababu the word of God ndio ilikuja ndio iweze kureveal ya mambo ya Mungu kumpitia Christ. Sababu neno linasema ya kwamba Kristo ndiye neno. Neno hili tunalolisoma ndiye Kristo. Hili neno tunalolisoma ndiye Kristo. Na Mungu amefichwa ndani ya hili neno. Na ndio neno linasema pasipo yeye njia, uzima, ukweli wote umefichwa ndani yake. Na kitumia hiki kikombe kwa sababu ni kisafi ndani. Na ni kisafi. Na kimekuwa kisafi hata juu. Lakini kule nilishughulikia ni ndani sana. Juu kimejitambulisha vyema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, blessed, wewe Simon mwana wa Yona, umebarikiwa. Lakini hiyo baraka haijatoka kwako. Please, nataka ujue hivyo. Kubarikiwa kwako, mimi sisemi juu ya kubarikiwa kwa fedha. Sineni juu ya kubarikiwa kwa magari na manyumba. Hizo unafaa kuwa nazo nyingi hata pasipo kuomba. Wacha niongee. Unafaa kuwa na magari, manyumba. Unafaa kuwa na mashamba hata pasipo kuomba. Hebu kumbuka, tunaambiwa wakati ule Mungu alimuita Abraham walikuwa na utajiri mwingi pamoja na baba yake Tera. Walikuwa na ngamia, ng'ombe, mbuzi na vitu vyote. Walikuwa tajiri. Daudi tunamuona alikuwa tajiri. Lakini hata kabla hajaitwa alikuwa analisha kondoo za babaye. Bwana asifiwe. So utajiri ulikuwa mwingi na waajabu. Mashamba walikuwa nayo, mang'ombe walikuwa nao, mabuzi walikuwa nao, ngamia walikuwa nazo, vitu vyote walikuwa navyo wakakulingana na wakati huo. Hata ndio unaona hakuna mahali tumeandikiwa ate Abraham akaomba Mungu ampe ngamia, ampe shamba. Hakuna. Utajiri ulikuwa kamili kwao. Hawakuomba utajiri, hawakuomba fedha, hawakuomba nini. Bwana asifiwe. Hata wakati wa Isaac kuoa, hakuomba, alitumana. Wasichana wa kuolewa wako, sio kwa kuomba. Wacha kudanganywa. Unadanganywa na wewe tu ndio unaenda kumuuliza. Ni Mungu anamuulizanga. Haleluya. Tuko pamoja watu wa Mungu. Na wale wanaotewa, wacha kukubali mambo kama hayo. Bwana asifiwe. Unajua nikisema hivyo, unajua sijapeana details nyingi. Kwa hivyo mtu anaweza chukua kitu na aanze pinga vile mnapinga kupinga. Mimi sijali na kupingwa kwako wewe na wewe. Kwa nini? Kwa sababu ninajua ukikuja ukae chini uliniulize, ulisema hivyo kwa nini? Nitakutolea maandiko. Na ndio itakuwa mzuri sana ukikuja ukae chini ndio uweze kutambua haujakuwa katika wokovu wa Kristo, uko katika wokovu wa wanadamu. Uliokoka ule wokovu tuliokolewa wa kuitwa
kujeni muokoke, wakukuja kuokoka kwa sababu tuko na mateso, hatuna watoto, tunataka waume, tunataka wake, tunataka waume wetu waache pombe, tunataka wake wetu waachane na umaraya, tunataka yani ukaokolewa kwa sababu ya sababu. Hizo sababu zote ni upuzi na ni upumbavu. Kuokolewa, waliokolewa pasipo kitu chochote. Ni yeye alitaka kuwaokoa. Hawakuwa katika mpango wa kuokolewa. Hata Paulo alikuwa katika mpango wa kuokolewa. Neema ilimpata. Akina Peter walikuwa walikuwa wanajua kitu kama hiyo? Hapana, neema iliwapata katika ziwa wakitega samaki. Wakaitwa nifuate. Neema ikawakuta pasipo kitu chochote kile. Haleluya. Wokovu wako hautajiwi uweze kuwa umesimama kwa kitu chochote kile unaweza tanja wala kutolea ushuhuda. Wokovu wako ni kupewa, umepewa bure. Umekuta wokovu umetayarishwa na ukapeanwa kwako pasipo sadaka, pasipo kuomba, pasipo kwenda kanisani, pasipo kuimba, pasipo kitu chochote. Gharama ya wokovu sio yako. Iligharimiwa miaka 2000 imepita. Ukaipokea. Ukaja kuipokea baada ya kazi imekwisha. Lakini tumedanganywa na tumedanganyika kabisa. Ate tunaokoka kwa sababu mtu kwa sababu niliomba fedha ya chama na Mungu akanipa, mimi nitakuwa kanisani. Toka kanisani. Kama unakuja kwa sababu ulibarikiwa na pesa ya chama, toka. Hiyo sio jawabu kamili ya wokovu wako. Hata kama uliomba ukapewa mume, hiyo sio jawabu kamili ya wokovu wako. Hata kama pasta wako alikuja akaomba wakati ule kwako kulikuwa kumewaka moto na hiyo sio jawabu ya wokovu wako. Kama uliokolewa kwa ajili ya jambo fulani, na kuambia haujaokolewa. Haleluya. Mwathani arogocwo. Nduri urahonoka. Yo thiaga kanitha ati tondu family yanyu ni ya kanithana. Wewe unaendaga kanisa kwa sababu familia yenu ni ya kanisa fulani. Wewe ni wa dini fulani. Na kuambia bado haujaokolewa. Wokovu sio kitu kitokanao na mwanadamu, wala kitokanao na familia, wala kitokanao na pasta, wala kitokanao na bishop. No. Afadhali tuseme ukweli. Uhonokio ndumanaga na mundu ona uriku, na ndukonekana na mundu ona uriku. Uhonokio umaga hari Kristo na njireo ya kwamukira ni tondu wa gwitikia kindu gitari ho, tondu ona ndwakiriho agikua. Ona gutiari mundu agikua. Mandiko moigaga wega biu tiga ni kuria twerirwo Jesu ni oragirwo ni andu. Mandiko moigaga thiini wa ibuku ria Isaya, Ngai niwe wakenire muno akimuthinja. Revelation ikoigaga turume ka Ngai gathinjirwo the eternal. Hau ena maundu mahithe maritangihota kwamba kuhumburia umuthi. Maundu mahithe. Haleluya. Ufalme wa Mungu si kukula na kukunywa vile watu wanafikiria. Ati kwa sababu sasa nyumba yangu inalipika kila mwezi, Mungu yu pamoja nami. Ngai ndendaga uthinikage, ndakumba kwa ukithinike ni kuriha nyumba. Mungu akukuleta ulimwenguni uteseke kwa kulipa nyumba, ama kuvaa, ama kukula, ama kwenda safarini, ama nini. Kila kitu alikipeana kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Na wewe ukaekwa juu yake, ukaambiwa tawala juu ya hizi vitu. Lakini usikubali sikutawaliwe.
Sasa watu wengi wako kwa vitu zimewatawalia, imekuja upside down. Vitu mambo ndio inawatawalia badala ya watawalie mambo. Bwana asifiwe. Ulimwengu umegeuka. Yes. Mungu ndiye Yesu akamwambia sio wewe umejua. Ni Mungu amekufunulia hayo. Haungeyajua wewe. Time yangu inaelekea tu kuisha. Akasema nasema hivi, because the Father reveals the Son and the Son reveals the Father. Mungu anamreveal Christ na Christ anamreveal Mungu. Kwa hivyo kama hauelewi mambo haya, uko bado kutambua wokovu wako umesimamia wapi. Kwa hivyo wewe hauna Son. If you miss the Son, you miss the Father. Kama hauna Son in your heart, haujamwamini Son, haujamwamini God. Bwana asifiwe. Yesu alikuja kwa njia tunamuona. Wakati huo walimuona akina Petro, lakini Paulo hakumuona. Akina au wengine wote walimuona. Akakuja na njia ya kuonekana. Leo hii hatumuoni, lakini tuwaona neno. Twalitabulishwa mambo yote na siri yote na neno. Vile kazi ile Yesu alikuja Paulo ni mmoja wa wale hawakumuona, lakini walimwamini na mahali zote zikawa kuwa safi na sawa. Vile inavyo sema ya kwamba vile Son anavyosema, hivyo ndivyo Father anavyosema. Vile Son, hiyo ni John. Vile Son anavyofanya, hivyo ndio Father anafanya. Vile anasema, hivyo ndio Father anasema. Kazi ile Son anafanya ndio ile kazi Father anasema. Wote hawawezi tenganishwa wala kutoanishwa, wafanya kazi moja. Oh, hallelujah. Na kama kuna mambo unaona ulimwenguni, jambo lolote unasoma ndani ya maandiko Yesu anafanya, ujue ni vile Mungu anafanya. Na mimi wakati nimesoma maandiko, hakuna mahali niliona Yesu akiua. Hakuna mahali niliona Yesu akipiga. Ni vile hatuna ufunuo. Hatuna mahali ninaona Yesu akiwachukia. Alitangulia na upendo. Haui. So kwa hivyo baba yetu Mungu haui. Baba yetu Mungu hachukii. Baba yetu Mungu hana kifo. Yesu alikataa kifo kwa sababu baba hawezi kufa na yeye hakuumba kifo. Baba hakuumba kifo. Kunaye yule alifanya kifo kije katika ulimwengu. Ati what the Son does, what the Father does is what the Father does. Bwana asifiwe. Na vile Son, Christ cannot do, Father cannot do. Uria Jesu atangika, ithe atangika, mwana ndangika. Kugu maundu maria wenda kumenya Ngai ahana atia, thoma maandiko. Thoma maandiko wone uria Ngai ahana kumwitukira mwana. In New Testament, soma maandiko na utaweza kuona tabia ya baba na moyo wa baba ikiwa revealed by Christ. Hapo ndipo utatambua the nature of God. Bwana, the character,
the character of God. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nikisema hivyo character, nataka kusema hivi nikiongezea, Kristo alikuja kureveal the character, the nature, the character, the nature, the personality of the Father. Yesu alikuja kuonyeshana the character, the nature, the personality of the Father. Kwa hivyo yale yote Kristo aliyoyafanya, hayo ndiyo Father alikuwa anayoyafanya. Vile Yesu alivyo, hivyo ndivyo Father naye alivyo. Mapenzi iliyo ndani ya Christ ni ile mapenzi ilikuwa ndani ya Father, Mungu. Kwa hivyo nashukuru Bwana sana kwa kutambua haya, nikijua ya kwamba vile ninavyomuona Kristo, hivyo ndivyo Mungu alivyo. So hakuna wakati nitaweza kusimama niseme Mungu amekasirika, kwa sababu Yesu hajanikasirikia. Hakuna wakati nitasimama niseme nasikia kufa, kwa sababu Yesu ananipiga. Kama Mungu ananipiga, hapana. Mungu hakupiga mtu, Mungu hakutenga mtu. So naye Kristo wakati alipokuja hakutenga mtu na hakupiga mtu na hakuua mtu, hakuchukia mtu, sababu alireveal the nature, the character and the personality of God. Bwana asifiwe. Of the Father. Yule ananipenda, yule aliyenipenda, alinipenda, ananipenda na atanipenda mpaka mwisho. Alinihifadhi, atanihifadhi, amenihifadhi na atanihifadhi mpaka mwisho. Alinisamehe dhambi ya past, present, mpaka ile yote itakuja. Bwana asifiwe. Future yote. Kwa hivyo sina nafasi ya kuitwa mwenye dhambi, sababu yeye alichukua hiyo jukumu, anisamehe dhambi zangu past, present and future, sababu ya upendo uliokuwa ndani yake. Nashukuru Bwana sana kwa sababu ya hiyo time umenipa. Ni wakati mwingine sasa nitapumzika, alafu niweze kufanya mambo mengine. Na wewe nataka kufungua wewe ulio ndani, na wewe ukatende mambo mengine, kwa sababu kazi yako ni kubwa, kazi yako ni nyingi. So ninashukuru Bwana sana kwa sababu ya upendo na kupeana time yako, na kupeana sikio lako, na kutambua na kupata ufunuo kamili katika moyo wako. Acha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, ninakushukuru na ninakuinua. Pokea sifa na utukufu. Umenipenda na mimi ninakupenda. Ulitangulia kunipenda na ukanifundisha kupenda. Na ninapenda kwa sababu wewe ni pendo na ndani yangu. Kama Bwana hauko ndani yangu Kristo, mimi singejua kupenda. Singejua singekuwa na ufunuo. Singetambua Mungu. Lakini wewe, kwa sababu wewe ndiye chapa kamili kulingana na vile Mungu alivyo, na yote anayoyafanya ni yale unayoyafanya. Sababu maishani mwangu, moyoni mwangu umekuja kunifunulia character ya Mungu, nature ya Mungu na personality
Ninakushukuru sana kwa kujua na kutambua mapenzi ya Mungu ni hayo katika maisha yetu. Asante ni kwa sababu ya neema na utukufu. Asante ni kwa sababu ya wingi wa ufalme ndani yangu. Pokea sifa na utukufu. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, amen, amen. Conference tarehe 21, 22 and 23 mwezi wa 8. Na mkaribisha sana sana sana. Kujeni pamoja na watoto wenu, wazazi, na tutaweza kuwa Kayole 1 pale tu next Oasis Academy. Hapo ndipo tuko na tutapatana hizo dates, na kama haujajua vyema, namba ni ile ile tu 0726. Unaweza ipiga 0726 53 52 39. Tutaweza kuwa tunaiandika kwa sababu najua kuna watu wataweza kutaka kujua direction, na tutaweza kupatana vyema katika kanisa yetu ya Well of God Ministry Fellowship. Tuweze kufellowship pamoja, tuweze kufunuliwa na Roho wa Bwana mambo mengi katika maandiko ukiwa na Biblia yako. Kila naweza kukuomba kuwa na ukuje na kitabu, na ukuje book and pen ama notebook, ndio uweze kuandika scriptures wakati watumishi wa Bwana watakaposimama kutufundisha, kutuelekeza na kutufafanulia mapenzi ya Mungu juu ya maisha yetu. Asante sana. Bye bye. Mungu yu pamoja nanyi.